Majeshi wa Tanzania waingizwa nchini Uganda huku uchaguzi ukifanyika siku hii ya leo, na ikiwa kutakuwa na maandamano waweze kusaidiana na maninja na vilevile jeshi la Uganda kuwakabili waandamanaji. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Majeshi au vikosi vya usalama kutoka nchi jirani vimedaiwa kusaidia kudhibiti upinzani au kuathiri matokeo, madai yanayogusa Tanzania, nchi ya Kenya na Sudan Kusini. Haya yalilipuka katikati ya uchaguzi wa Uganda wa mwaka 2026 kama ishara ya hofu kubwa zaidi inayokabili eneo la Afrika Mashariki. Haikuwa tu habari za mitandaoni au maneno ya hasira, ilikuwa ni dalili ya kuvunjika kwa imani ya umma katika mifumo ya uchaguzi na ulinzi wa mipaka ya kisiasa. Ndani ya giza la kuzima kwa interneti, madai haya yalipata nguvu kwa sababu yalionekana kuendana na kile ambacho raia wengi walikuwa tayari wanahisi, kwamba uchaguzi haukuwa tena tukio la kiraia bali operesheni ya kiusalama yenye mipaka iliyofifia. Na katika mazingira hayo, uchaguzi wa Januari tarehe 15 mwaka huu nchini Uganda uliingia kwenye historia kama mojawapo ya chaguzi zenye mvutano mkubwa zaidi katika ukanda huu. Rais wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni, aliyekuwa akiwania muhula mwingine baada ya zaidi ya miongo minne madarakani, alikabiliwa na upinzani unaoongozwa na Robert Kyagulanyi ambaye anajulikana zaidi kama Bobi Wine, mwanasiasa aliyebeba matumaini ya kizazi kipya. Lakini ushindani huu haukuchezwa kwa hoja na sera pekee, ulichezwa kwa vitisho, vizuizi na udhibiti mkali wa taarifa, na ni hali ambayo imezidishwa na hatua ya kuzima interneti kitaifa siku mbili kabla ya kura. Kuzimwa kwa mawasiliano kulitekelezwa na Uganda Communications Commission kwa maelezo ya kuzuia taarifa potofu na uchochezi. Hata hivyo, kwa raia waliokuwa tayari wamechoshwa na historia ya uchaguzi ama ya chaguzi zenye dosari, hatua hiyo ilionekana kama kufungwa kwa macho ya umma. Na ndani ya utupu huo wa taarifa, simulizi mbadala ziliibuka na kusambaa kwa kasi kabla ya kukatika kabisa kwa mtandao, zikijumuisha madai ya ushiriki wa vikosi vya kigeni katika kudhibiti upinzani. Madai hayo yalipata uzito kwa sababu ya kuibuka katika ombwe, na miaka ya karibuni imeonyesha kuongezeka kwa ushirikiano wa kiusalama baina ya serikali za Afrika Mashariki, mara nyingi kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi au uhalifu wa kuvuka mpaka. Ushirikiano huo, ingawa kimsingi unaweza kuwa wa kisheria, umeanza kuchukuliwa kwa tahadhari mpya pale inapohusishwa na siasa za ndani na uchaguzi. Kwa raia wa Uganda, uwezekano wa vikosi vya nje kuwepo, hata kama kuthibitishwa, ulitosha kuongeza hofu kwamba mapenzi ya wananchi yangesukumwa pembeni kwa maslahi ya watawala wa kikanda. Katika mtiririko huo, Tanzania ilitajwa kwa njia iliyozua mjadala mpana. Tuma zisizothibitishwa zilizosambazwa kutoka miduara ya upinzani na wanaharakati zilidai kuwepo uhusiano kati ya vikosi vya Tanzania na operesheni za kiusalama nchini Uganda, madai yaliyogusa pia jina la Samia Suluhu Hassan kupitia mwanawe Abdul Halim Hafidh Ameir. Hakukuwa na ushahidi huru uliothibitisha madai hayo na taasisi za kikanda zingethibitisha, lakini athari yake ya kisiasa ilikuwa tayari imetokea. Ilifichua kiwango cha mashaka yaliyopo kuhusu mwelekeo wa uongozi wa Tanzania na nafasi yake katika siasa za kikanda. Kenya na Sudan Kusini pia zilitajwa katika minong'ono hiyo, zikionyesha hofu pana ya kile kinachotajwa ama kinachoitwa uratibu wa kiimla wa kikanda. Katika eneo ambalo limejaa vijana wenye matarajio makubwa ya mabadiliko, hofu ya serikali kushirikiana kuvuka mipaka ili kudumisha mifumo ya udhibiti inatishia kuvunja kabisa uaminifu wa wananchi kwa dhana ya uchaguzi. Hata bila uthibitisho, madai haya yalichochewa na kumbukumbu hai za ukandamizaji katika nchi jirani, hususan Tanzania baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba mwaka 2025 ulibua maandamano makubwa na ukabilianaji mkali wa vyombo vya dola, hali iliyosababisha vifo na majeruhi kwa mjibu wa simulizi na wanaharakati na taarifa zisizo rasmi.
Serikali ilisisitiza kuwa ilidumisha amani, lakini picha na ushuhuda ulioenea kabla kudhibitiwa kwa mataarifa uliacha alama ya taifa linalokabiliana na maswali mazito ya uwajibikaji wa kisiasa. Ndani ya muktadha huu, tuhuma za kuingilia uchaguzi wa Uganda, hata kama hazikuthibitishwa, zilipata ardhi ya kuota kwa sababu ya historia hiyo ya karibu. Mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch na Amnesty International yalilaani vikali mazingira uchaguzi ya Uganda, yakisisitiza kuwa kukamatwa kwa wapinzani, matumizi ya nguvu na kuzima kwa interneti kunadhoofisha haki za msingi. Muungano wa wanaharakati wa kidijitali wa Keep It On uliweka wazi kuwa hatua ya kuzima mtandao inazua amenazuia ufuatiliaji huru na kuongezea uwezekano wa ukiukwaji wa haki bila ushahidi wa wakati halisi. Ndani ya hali hii, madai ya ushiriki wa vikosi vya nje yalionekana kama mwendelezo wa mantiki ile ya kuficha na kudhibiti. Waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika walipelekwa Uganda wakiahidi kutoa tathmini ya kitaalamu ya mchakato mzima. Na hata hivyo, uwezo wao wa kuhakikishia raia uwazi ulipunguzwa na mazingira udhibiti wa taarifa. Ripoti zao zilitarajiwa kuzingatia taratibu za kiufundi, lakini haziwezi kufuta hisia za raia waliokuwa wameona uchaguzi ukigeuzwa operesheni ya usalama. Kihistoria, Afrika Mashariki imejivunia kuwa ukanda wa majaribio ya mshikamano wa kikanda na diplomasia ya majirani, lakini chaguzi za miaka ya karibuni zimeanza kugeuza taswira hiyo, na badala ya kuwa matukio ya ushindani na wasera, zimekuwa nyakati za kuonyesha nguvu za dola, uwepo mkubwa wa vyombo vya usalama ndani au nje ya mipaka. Unapoonekana kuwa sehemu ya kawaida ya uchaguzi, demokrasia hupoteza maana yake ya msingi. Kwa Tanzania, athari za mjadala huu ni pana na za kina. Taifa ambalo kwa muda mrefu limejitambulisha kama kisiwa cha utulivu linakujikuta likitajwa katika simulizi za hofu za kikanda. Hata kama madai ya kuhusika katika uchaguzi wa Uganda ya kuthibitishwa, ukweli ni kwamba yanaweza kuaminika na sehemu ya umma unaoonyesha mmonyoko wa imani. Hii ni ishara hatari kwa mustakabali wa uongozi na nafasi ya Tanzania kama mdhamini wa maadili ya kikanda. Na mwisho wa yote, uchaguzi wa Uganda wa mwaka 2026 umeacha somo gumu kwa Afrika Mashariki pale ambapo hofu, giza la taarifa na madai ya operesheni za kuvuka mipaka vinatawala simulizi. Uchaguzi hauwezi tena kuonekana kama kielelezo cha ridhaa ya wananchi. Kimya cha sasa, hasa kutoka kwa viongozi wa kikanda, kinaweka msingi wa kurudia makosa hayo katika chaguzi zijazo. Na kwa Tanzania na majirani zake, kukubali hali hii ni kukubali mustakabali ambapo sanduku la kura linabaki, lakini sauti ya mwananchi inazimwa. Ukimya huo ndio tishio kubwa zaidi kwa kesho ya demokrasia katika ukanda huu. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.